naenda ndani kupumzika, nina usingizi. Tukutane saa 6 kamili usiku. Pole kipenzi. Pole rafiki yangu. Pole sana. Siwezi kuhimili. Unasikia mami? Mume wangu mazia. Pole. Msiba uko mama. Ongea pole. Najua ni mume wako. Napaswa sasa hivi. Sasa ndugu zangu, nilikuwa nawaomba kama dakika 1 ama dakika 2, nataka nizungumze na vizuka wangu hapa. Kwa hiyo sasa nilikuwa naomba mtupishe kidogo, ila Mama Maliki nilikuwa naomba sana ubaki hapa. Basi nyamaza sana. Usiwe. Sasa wako zangu, ningependa kuwapa pole sana, na nilikuwa nawahusia sana kwa muda huu tungetumia muda wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Najua kwamba mume wenu mlimpenda sana, lakini Mungu kampenda zaidi. Sasa mkiendelea kulia hivyo itakuwa so sawa. Mtatoka kwenye msiba, mtakuwa kwenye kama kufuru. Sasa nilikuwa na waomba sana mkaze msuli. Najua ni ngumu kwa sababu mume wenu mmemzoea, lakini haina budi kulipokea hilo swala. Pole sana kwa msiba wa kaka yako. Asante sana Dakucha, tumeshapoa. Kwani imekuwaje? Maana leo asubuhi nimetoka kuongea naye kuhusu masuala ya biashara. Akanambia kwamba hawezi kuonana na mimi kwa sababu amefunga ndoa yeye na mke mdogo, kwa hiyo yuko 7. Ghafla napigiwa simu amefariki. Yaani imekuwaje kwaje yani? Yaani hata sijui nianzie wapi Dakucha. Lakini kama alivyokuambia mwenye marehemu kwamba alikuwa yupo kwenye 7 na mke wake mdogo. Walikuwa hapo hotelini. Sasa mimi nilipokea simu kutoka kwa mke wake mdogo na kuniambia kwamba kaka amedondoka. Alikuwa anatoka chooni, yani amedondoka tu ghafla. Na sisi kwa haraka ikabidi twende mpaka hotelini. Na tukamkuta kweli kaka amedondoka. Na kwenye harakati za kumwangalia tukakuta kweli kaka amefariki. Lakini najua kabisa Mama Maliki hapa kashawapa somo au maelezo kuhusiana na kukaa heda. Mtakaa hapa miezi 4 na siku 10.
na kutokana amkufanikiwa kupata mtoto na marehemu, ndani ya siku hizo tutaendelea kuangalia, na kama akitotokea kitu chochote, basi tutawaruhusu muendelee na maisha yenu. Nafikiri yangu atakuwa ni hayo. Sina mambo mengi sana ya kuelezea, kwa sababu nafikiri Mama Malik hapa atakuwa kashawaambia vitu vingi, na kwa sababu bado mtakuwa mtaendelea naye kuwa naye, atawaambia vitu tofauti tofauti, mtazidi kupata elimu zaidi. Lakini pia nilikuwa natamani sana, au nilikuwa ninaombi kwa muda huu, mngetunza eda yenu, msingekuwa mnatoka toka majipaka manukato yanunukia sana, na nilikuwa na wasi sana, hata hizo simu zenu za kisasa hizo mngekaa nazo mbali. Msiingie mitandaoni, na kama ikiwezekana mtanipata mimi simu zenu, au mtoto mtamchagua mumpe hizo simu, na mkihitaji simu ndogo tutawachukulia, tutawapa, ili muendelee kuitumikia eda yenu. Mimi nafikiri mkifanya hivyo, Mungu atawatangulia katika eda yenu. Mama Malik, Kabeka, mimi naomba nikuache niendelee kukaa nje hapo, kwa sababu bado majukumu mbalimbali yanaendelea hapo, na kuna wageni wengine wanaendelea kuja, niweze kuwakaribisha hapo. Amina. Mungu atujalie, tupe wepesi. Mimi niko nao hawa, nitazungumza nao mengi tu, na wengine yote nilishazungumza nao tayari. Sawa sawa. Iliyobaki tena mantasali kuwazidishia. Asante. Na mimi nitatoka kwenda kumlaza mtoto, kwa sababu nitarudi hapa kuja kulala. Siwezi kuwaacha peke yao. Hivi wewe, kwani una pepo au? Naongea na wewe, una pepo? Yaani mambo gani unafanya? Hutaki kuelewa? Yaani ueleweki wala uelewi yani. Sasa hivi umekuwa mtu wa kutembea na visu kama mchinjaji. Kila muda kisu na wewe na kisu. Ndio mambo gani sasa hayo? Unaweza kuniambia kuna nyemea nini kwenye chumba nilichoweka jogoo? Yaani kwa nini umekuwa na uroho wa nyama kiasi hicho? Unakuwa mlo wa nyama ya kuku. Wewe utafikiri labda ni kitu ambacho hujawahi kula yani katika maisha yako yote. Yaani umeendekeza uroho na wivu usiokuwa na maana. Nishakwambia na nishakueleza. Huyu kuku tumwache, jogoo tumwache. Nashinda cha kuelezea sana kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vijui kuhusiana na huyu jogoo. Ni vitu vingi sana ambavyo vijui. Na ni vitu ambavyo havielezeki kawaida. Na hapa nikianza kukuelezea utaniona labda kama vile nimechanganyikiwa. Lakini nimeamua kuwa mpole kuambia kwamba huyu jogoo asichinjwe basi. Nisikilize. Mimi natamani tusiharibu mahusiano yetu kwa sababu ya vitu ambavyo havieleweki. Na nadhani tuna masaa 6 tu. Huyu jogoo kuanzia kesho au kesho kutwa anaweza asiwepo humu ndani. Kwa nielewe, huyu jogoo sio hapo wetu. Ana mwenye nao. Usiku wa leo atatoka tu humu ndani. Sio, unanielewa? Yaani hapa ndo nimegundua kwamba wewe ni mbinafsi. Tena mbinafsi aswa. Wewe kuku ana Mungu kuliko mimi. Nimeshagundua hapa. Sasa nisikilize. Mimi sitoweza kuendelea tena na wewe. Hapa ndo tunaachana. Halo. Poa mzima?
Sasa nilikuwa nimekaa hapa na nikawa nawaza kuhusu jambo lako. Nimekukubalia. Mimi na wewe wapenzi. Unasemaje? Uko wapi sasa? Sawa nakuja. Unafanya nini kwani wewe? Unaona nini? Kwa heri. Wewe. Nini na wewe? Achana naye. Namba tanga kadaga. Nakaja mkaanga. Poleni jamani. Asante sana. Poleni sana. Tunashukuru. Haya, mimi ndo nimefika. Karibu sana. Asante. Sasa Faza, kabla hujaniambia swala lako hilo, na mimi nilikuwa natamani nikwambie swala lako. Mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe, msiba tayari ushaisha, kwa sababu tayari tushazika, na ndugu na majirani tayari washaondoka. Umebaki tu wachache tu, marafiki zako na wengine baadhi. Kwa hiyo sasa nataka tuzungumze kitu kimoja. Faza, nilikuwa nataka usimame kama mwanaume, kwa sababu kaka kashafariki tayari. Wewe ndo kaka, na marehemu kaka yako ameacha wanawake wawili ambao watakaa hapa mpaka ida yao inapoisha. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba Faza, usimame, uwe shujaa, usilegelege. Kama unavyojua mimi Faza yako ina shughuli nyingi sana za kufanya. Mara leo niko Dar, kesho nipo kijijini. Kwa hiyo nilikuwa natamani sana nikiwa siku hapa nisisikie simu yote ambayo inapiga mara kuna changamoto, umelegalega, umekaa unalialia, utanikwaza. Sawa mdogo, mimi nimekuelewa na nitagangamala kama ulivyosema, ila kabla ya yote nilikuwa naomba kujua kitu kimoja ambacho mimi kinanitatiza sana. Hivi ni nani aliyesema kaka tukamzike kule shambani kabisa mapolini na sio tukamstiri makaburini? Vipi hapo? Hongera sana kwa msiba. Asante sana mkuu wangu. Msiba tunao na tunatamba nao.
kwa msiba. Pole sana kwa msiba. Lakini mkuu, kuna tatizo kama nilivyokudokeza. Ili babake mdogo ameng'ang'ania aziko leo hii, hajalala. Nisamehe sana mkuu wangu, maana nimepambana kadri ya uwezo wangu ili asizikwe leo, lakini mwisho wa siku nimeamua tu kuregeza kamba, maana nimeona kama hivyo utakuja kunishtukia mimi, nikaamua niwaache tu wamzike yani. Ila nilichofanikiwa mkuu, nikiwashawishi wasimzike makaburini, bali wamzike kule kwenye shamba lake bondeni, na hapo nimeona tumepata pa kuanzia mkuu. Unajua Faza, hata swala la kumzika leo tumepambana sana. Huyu mke mkubwa huyu alikuwa anasema swala la kuzika tulifanya kesho. Kwa imani yetu sisi, mtu akishakufa anatakiwa hapo hapo aende akapumzishwe. Ndio mimi hapa na mashehe hapa unyuma tukapambana ndio tukafanya swala ya kwenda kumzika. Sasa alivyoona kwamba sisi tumesimama na msomo wetu wa kwenda kumzika leo, ndio mke mkubwa sasa akasemaje, kwamba marehemu kabla hajafa alisema hivi asizikwe makaburini, akazikwa kwenye shamba lake kule bondeni Msongola kule. Aliposema hivyo basi sisi tukaitikia, tukachukua mwili wa marehemu tukaenda kumpumzisha kule. Yaani hata kama baba mdogo, yaani unajua, yaani aingia akilini kabisa. Unajua baba mdogo, mimi nilikuwa karibu sana na marehemu kaka. Kwa mimi ninavyomjua kaka yangu, hawezi kuongea kitu kama hicho. Yaani mkamzike kule shambani kabisa. Yaani sasa mmeenda kumtupa. Kule ni mapolini, kule ni mbali baba mdogo. Yaani aingia akilini kabisa. Alafu baba mdogo, kuna kitu ambacho mimi kinanipa mashaka na kinanitatiza, ni kuhusiana na watu wenye sifa mbaya sana hapa mtaani. Wanasifika kwa ushirikina na wengine wanasifika kwa kuua hata watoto wao kuwazaa, na ndio ambao wapo karibu sana na mke mkubwa wa kaka. Na mmoja wapo ni yule binti ambaye uliyekuwa umepishana naye pale, amepita anachechemea, ukamuuliza shida nini, akasema amepata ajali ya pikipiki. Yule binti ni mchawi wa kutupwa hapa mtaani, anasifika kwa sifa hiyo, na uchawi huo amelisishwa kutoka kwa bibi yake. Na hapa sasa tuna kazi hizi mbili tu na maiti ya marehemu mume wako. Kazi ya kwanza nadhani unaijua, lakini pia kazi ya pili ni wewe kulala naye. Hivyo basi usiku wa leo wewe pumzika, ila ifikapo kesho inatakiwa ile maiti ifukuliwe ili uweze kulala nayo kabla haijaanza kunuka. Ndugu yangu, mimi naona hili swala wala atalifikia mwisho, kwa sababu nadhani hata hali halisi mwenyewe umeiona. Alafu pia mimi kuna kitu kimoja ambacho nachokihisi katika kichwa changu. Huenda mhusika mkuu wa hili swala akawa ni kaka yake, kwa sababu umenielezea na mimi jinsi nikiangalia naona huenda labda atakuwa ni kaka yake, kwa sababu jinsi alivyofariki binti inaonekana wazi kabisa
ushirikina pia unahusika, kwa sababu haiwezekani mtu afariki afu uko akiwa ameachama mdomo, alafu hata dakika 30 hazijapita mtu ananuka nyumba mzima. Kingine tunatoka nje kidogo tu tunapanga masuala yetu kuhusu kuchukua gunia tumweke ili tuende tukamfukie katika shimo, tunamkuta nyoka kamzingira, alafu anatuangalia namna hii kama vile anamlinda. Kaka, ili swala kweli la kawaida hili? Mshikaji wangu, unachokiongea hapa mimi mwenyewe nakiwaza hicho hicho, kwamba kaka yake anahusika kwa kila jambo. Kwa hiyo tatizo linaendelea sasa hivi kwenye maisha yangu, kama alivyokuambia kwamba alikuja hapa nyumbani kuja kumuulizia mdogo wake, nikamkatalia, ila sasa kauli zake, na ndio mimi mpaka sasa hivi naziwaza kwamba ni kweli kaka yake anahusika. Yaani mpaka sasa hivi kitu ambacho mimi naogopa na kinanipa uthibitisho kwamba yeye ndo kafanya tukio hili ni ile kauli yake ya mwisho kwamba tusitafutane, yaani simtafute kabisa. Na ndo mimi naamini kabisa 100% kwamba haya mambo yote yanaendelea huko ndani, yeye ndo kila kitu, yaani yeye ndo chanzo. Na ndo maana mimi nikwambia sielewi kabisa, na mpaka najiuliza katumia teknolojia gani kufanya jambo kama hili, jambo kubwa kama hili. Sasa hapo ndugu yangu, wewe unafikiri hapo tunaweza tukafanya nini? Maana yake tumejadiliana ndani ya masaa mengi, ndani ya masaa 4 tumeshindwa kupata mwafaka wote. Wewe kama wewe hapo unafikiria tunaweza tukafanya nini ili tuweze kupata suluhisho? Maana yake hali yenyewe ndio kama vile unavyoiona ndugu yangu. Mimi mshikaji wangu, yaani niko sasa hivi akili imechoka. Yaani nimechoka, nimevurugwa kabisa. Yaani sielewi nifanye ni kitu gani. Ila kwa nicho kiona hapa, unisapoti kwa jambo hili moja tu. Yaani usiku wa leo nikae nyumbani kwako, kwa sababu kama unavyoona pale nyumbani mlivo mle ndani siwezi kulala. Haya mjuka kama ule mimi nalalaje? Yaani siwezi kabisa kulala ndugu yangu. Wewe ni support tu kwa leo. Kitufe, kulala kwangu sio shida, lakini tambua nimeshakwambia kuwa leo kuna shemeji yako ambaye kaja pale nyumbani na nimemwacha. Na hapa nimemwaga kwamba nakuja ndani ya nusu saa. Nilitegemea kwamba nakuja kwako tunaongea ndani ya dakika 2 narudi kule. Tangia muda ule mpaka sasa bado sijarudi nyumbani. Alafu turudi mimi na wewe mpaka pale nyumbani afanye nikiwa na wewe mgeni. Tunakuja kulala pale nyumbani. Mshikaji wangu, mimi najua na umeniambia, lakini fanya unavyoweza wewe, tuondoke wote. Alafu wewe pale kwako si unachuma na sebule. Mimi nitahata sebuleni. Yaani nakubali leo ning'atwe hata na mambo kuliko kwenda kung'atwa na ule nyoka. Wafika taniacha salama huko. Wewe mimi siwezi kulala kule ndani. Wewe nisaidie tu tukalale kwako mshikaji wangu. Basi sawa, ina shida. Kama kulala sebuleni utalala. Wewe unaweza ukaniambia hapa muda huu unafanya nini? I'm talking with you. Naongea na wewe. Nimeshakwambia popote atakapokwenda huyo mhashirati mwenzio umfate. Sasa wewe unafanya nini hapa? Toweka umfate.